za Allah katika mazingira mbalimbali. Nafikiri kazi umeanza zamani, na katika kufanya hii kazi kuna changamoto nyingi umepitia. Sasa nataka leo tuachane na hii historia ya Msumbiji ambayo ulizungumzia, uliwahi kuelezea. Nataka katika kutangaza dini, kukutana na Wakristo, labda sehemu gani ambayo mlienda mkakutana na wakati mgumu sana? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, thumma salatu wassalamu ala ashrafi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Swali zuri sana na limefika katika mahala husika. Hii kazi ya da'wa, kwanza tuliwakuta watu, mimi binafsi niliwakuta watu wanafanya. Mmoja katika watu ambao walinipa moyo sana na kuweza kuingia katika kazi hii ni mtu mmoja anaitwa Muhyiddin Salum Chuma, ambaye sasa hivi yeye ni marehemu. Mungu amsamehe madhambi yake kwa kazi aliyoifanya na amtie katika pepo ya daraja ya juu. Muhyiddin ndio alinishawishi sana kufanya hii kazi ambayo nilikuwa naitamani sana siku nyingi, kwamba namna ya kufanya, kwa sababu ni moja katika kazi bora hasa ya kupigania dini yetu ya Uislamu. Ndugu Muhammad Shomari Pango au MP Skills, swali lako hili naweza kulitolea ufafanuzi na kujibu katika kipindi ambacho nadhani tulikuwa vijana wadogo sana. Kulikuwa wametengeneza Wakristo kikundi cha Biblia Nijibu, na ndani ya kikundi hiko walifanikiwa kuwanunua viongozi wa dini ya Kiislamu. Yani kuna viongozi ambao watoto wa Kiislamu, mashehe wale, wako waliosoma Tamta, wako waliosoma wanasema Shamsu Maarifa baada Tanga, kwa madai yao walipokuja Dar es Salaam kwa lengo la kutafuta kazi, maana wamemaliza elimu ya thanawi, lakini wakaja Dar es Salaam kwa lengo la kutafuta kazi. Waislamu waliwapokea wale mabwana, yule bwana alipokelewa na Waislamu. Baada ya kupokelewa alifunguliwa Tandika pale madrasa ya kusomesha Waislamu. Na unajua bwana, ukitaka kudhalilika Tanzania, kuwa mwalimu wa madrasa. Mwalimu wa madrasa kulala na njaa ni faradhi wala sio sunna. Na ikifika mahala mwalimu wa madrasa akimrudisha mtoto nyumbani kwa sababu ameshindwa kulipa shilingi 500 ya fee au ya ada, basi baba na mama watavifunga vibwebwe mpaka kuja darasani kwa mwalimu, na swali lao litakuwa moja: mwalimu, tuambie, Qur'ani inauzwa? Kwa maana lile swali wanauliza Qur'ani inauzwa, wakiashiria kwamba itolewe bure. Sasa tunaweza kutoa majawabu kwamba Qur'ani haiuzwi. Je, mwalimu wa madrasa akishikwa na njaa afanyeje? Achemshe misahafu wale kama wanavyotaka au nini afanye? Sasa imefika mahala ukiwa mwalimu wa madrasa unapitia katika changamoto nyingi za maisha, lakini watu wa leo, hususan sisi Waislamu, tuko tayari kuthamini maisha ya sekula, tuko tayari kuthamini maisha ya duniani, tuko tayari kuthamini maisha ambayo hayana mwendelezo wa maisha ya akhera. Tuko tayari mathematics na English tuition kutoa hata shilingi 180,000, tukawa tunapambana kukopa, kunyang'anya, kudhulumu, lakini kuwasomesha watoto wetu mashule yenye kiwango bora cha elimu kwa gharama kubwa, lakini inafika mahala kutoa pesa kwa sababu ya mwalimu wa madrasa inakuwa shida. Ndio maana unakuta walimu wa madrasa wengi leo wanaishi katika hali mbaya za maisha, vibaya mno. Kwa nini? Hakuna watu ambao wanawasapoti walimu wa madrasa. Mwalimu wa madrasa anaishi katika mazingira magumu sana. Hili linanifanya niwaombe wale wadau wangu wa Uzalishaji Online TV Waislamu, basi wajitokeze mmoja mmoja, wachukue hata mwalimu wa madrasa mmoja. Kuna dadangu fulani alinipigia simu kudai kwamba yeye atachukua hata walimu wawili. Basi inshallah sikuweza kumjibu mapema, nilikuwa natafuta madrasa gani ambayo ipo, ambayo mwalimu wake kidogo hali sio nzuri, ili niweze kumpa majawabu inshallah, lakini nitampatia majawabu, na kama atasikia hiki ninachozungumza, basi naomba afanye haraka kunitafuta. Sasa ikafika mahala yule bwana alipokuja kufundisha, maisha yakawa magumu sana. Wenzetu upande wa pili wakatumia ile chansi na kumuona
na walipomuona wakamwambia, kwa nini unapata tabu kwenye Uislamu? Akasema, ili nisipate tabu nifanye nini? Wakamwambia, wewe umesoma Qur'ani, anayestahili kupata tabu si aliyesoma Qur'ani. Wakatukuu maneno ya Mungu yanasema, waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka, anayepuuza Qur'ani yangu maisha yake yatakuwa ya dhiki. Wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma, na tutamfufua siku ya kiyama hali ya kuwa kipofu. Wakamwambia, kwa mujibu wa hii aya haionyeshi wewe unatakiwa kupata maisha magumu kwa sababu umesoma Qur'ani. Aliyesoma Qur'ani anatakiwa awe na maisha mazuri kupita kiasi. Akasema, nifanyeje sasa? Wakampa option za kufanya. Moja, kuukana Uislamu. Akisha ukataa Uislamu, wakamwambia, Dar es Salaam ili uweze kuishi sharti upate nyumba ya kukaa, sisi tutakudhamini nyumba maeneo ya Kigamboni. Dar es Salaam ili uweze kuishi sharti upate kipando cha kutembelea, sisi tutakupa gari aina ya Prado. Na Dar es Salaam ili uweze kuishi upate kazi ambayo kazi hiyo utatia mafuta gari lako, na kazi hiyo itakufanya maisha yako ya nyumbani na familia yako yaende, uweze hata kusomesha watoto wako. Ule bwana kwa matamanio ya pesa, kama unavyojua pesa, kama unavyojua mali zilivyokuwa na mtihani, yule bwana akaamua kuukana Uislamu hadharani, akaingia katika dhehebu la Kisabato ambalo limeanzishwa na mwanamke mmoja anaitwa Ellen Gabriel White mnamo mwaka 1845 siku ya Jumamosi saa 7 ya mchana katika jiji la Michigani katika nchi ya Marekani. Historia ya mwanamke huyu, alikuwa anashindana mashindano ya farasi. Siku moja wakati anashindana mashindano ya farasi, wanasema farasi wake alibilingika zaidi ya mara 3, akadondokea katika uso. Inasemekana ule uso ukaharibika, akawa hana cha kufanya. Akaona maisha yake ili yaende sharti afungue utetezi wa imani, ndipo akafungua kanisa lake linaloitwa Sabato. Kwa sababu Sabato ukisoma kwa mujibu wa kitabu cha Kutoka 20 mstari wa 8, ikumbuke siku ya Sabato. Sabato ni siku maalumu ambayo wana wa Israeli walipelekewa siku hiyo kwa ajili ya kumwabudu Mungu, lakini wao wakaitoa wakafanya Sabato ni dhehebu katika dini ya Ukristo. Hapa ndiyo asili ya Sabato ilipoanza. Yule bwana akapewa nyumba. Baada ya kupewa nyumba akapewa gari aina ya Prado. Baada